katika kitabu cha Yakobo kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili, tuliongelea pale kuhusu majaribu ambayo yanakujia mwanadamu, alafu baadaye yanasababisha mtu anakuwa na ukomavu, na inafuata na mtazamo wako. Kuna mtazamo hasi na mtazamo chana. Kwa hivyo kama unakuwa na mtazamo chana, wewe utainuliwa kwa viwango, kwa sababu majaribu yanapokuja yanakuwa na nia, ama Mungu anakuwa na nia ya kukuinua kutoka mahali ulipokuwa, kwa sababu majaribu hayafai kukushinda. Unafaa kuyashinda majaribu, ndipo uingie kwa kiwango kingine. Kwa hivyo viwango hivi ambavyo watu hupanda kwa masuala ya spiritually na hata zaidi masuala ya kikawaida tu, hiyo inatokea na yale ama vita ambavyo wamepigana. Kuna mtu anakuambia kwamba I say mali nimetoka, masuala ambayo kidogo nimepigana nayo, kile ambacho kimeleta kufikia mahali hapa, kiwango ambapo nimefika, ni kwa sababu Mungu tu ameruhusu iwe vile ilivyo siku hii leo. Kwa sababu kuna masuala ambayo kidogo yana happen kwenye maisha yetu ya mwanadamu, na happen namna hiyo, inahitaji tu mtu uyakubali yalivyo, na hata zaidi yakikuja vile yalivyo, sasa unakubali kuambia Mungu, sasa Mungu, hili limetendeka kwa sababu ili sifa zikurudie wewe. Kwa hivyo sifa zitakapokurudia wewe, basi Mungu wangu usiniache, maana nakutamania na kutumahia, na hata zaidi mawazo yangu, nafsi yangu, kukua kwangu, kuishi kwangu, kunywa kwangu, hata kukaa kwangu kutakufurahisha wewe. Sasa